نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته غر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعة، فقد فاز المتقون. إن للمتقين مفازا. اللهم اجعل امتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا. Ewe Mola, ujalie mtihani ambao kwamba wanafanya watoto wetu wa Kiislamu iwe ni bardan wa salaman katika nyoyo zao. Allahumma dhakkirhum inda sual, ewe Mola wakumbushe wao wakati wa kuuliza masala. Wa alhilhumul ijaba sahiha, na ewe Mola wapatie ilham ya kujibu masala kwa ufasaha kabisa. Ishrah sudurahum, ewe Mola wafungulie vifua vyao. Wayassir umurahum, na ewe Mola watengenezee mambo yao yawe mepesi insha Allahu taala. Amin, amin, amin. Faya humata alislam, enyi ndugu waumini, insha Allahu taala tutaondokea leo katika suala zima la kuhusiana juu ya jambo la Uislamu, yani neema ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasema, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffah wala tattabi' khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ndugu zangu waumini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewatunuku Waislamu neema hii ya Uislamu. Uislamu ni moja katika neema zile kubwa. Uislamu ni neema kubwa sana kuliko neema ya mali. Uislamu ni miongoni mwa zile neema kubwa kuliko neema ya mali. Wewe ushawahi kumwona mtu amekufa kisha akazikwa na mali zake? Angalau katika umri ambao kwamba tumefikia, kazikwa na nyumba zake, kazikwa na magari yake, kazikwa na biashara zake,
kachukuliwa zile pesa ambazo kwamba zimewekwa ama ameziweka mwenyewe katika mabenki kule, kakusanywa zote, kazikwa nazo, kawekwa nazo katika handaki lile ambalo kwamba mtu yuwawekwa. Angalau uliwahi kushuhudia masala kama haya? Lakini neema ya Uislamu utaingia nayo katika kaburi na utaenda nayo mpaka ukutane na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkutano ambao kwamba utafanya wewe na Mwenyezi Mungu, huku uko na neema ya Uislamu. Uislamu utaenda nayo mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Uislamu ni moja katika neema kubwa sana. Inatakikana neema kama hii tuishike vizuri sana, tuishikilie makini sana. Lakini masikitiko, Waislamu sisi wa leo tunadharau sana neema hii ya Uislamu, tunaona ni kitu cha kawaida tu. Lakini wenzetu masahaba waliopita walijua thamani ya Uislamu nini, neema ya Uislamu. Uislamu ni neema, Uislamu ni neema. Ndio yule bwana mmoja akasema, irfa rasaka fa innaka muslim, enua kichwa chako, enua kichwa chako, usiweke kichwa chini, wewe ni Muislamu. Yani ina maana fanya namna vile ambavyo kwamba wengine wanafanya, zungumza, usijikunje kwa sababu wewe ni Muislamu. Hapana, watu wanafanya biashara, ingilia mambo ya biashara. Watu wanafanya mambo na wewe ingilia, usijikunje kwa sababu wewe ni Muislamu. Hapana, Uislamu ni neema, si jambo la aibu, si jambo la kujificha, si jambo la kuwa mnyonge. Uislamu ni miongoni mwa neema kubwa ambazo kwamba ametunuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Waislamu. Lakini Waislamu wenyewe bado hawajaona neema hii katika maisha yao. Wanaona ni kitu tu cha kawaida lakini neema ya Uislamu si kitu cha kawaida. Katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyomo ndani ya Sahih al-Bukhari, ambayo kwamba ni muttafaqun alayhi, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika suala zima la neema ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, waambie wale waingie ndani, waambie wale waingie ndani, wasikae nje. Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema katika suala zima la neema ya Uislamu, la yusibu muslim min nasabin wala maradhin wala hammin wala huzunin. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna matatizo yoyote ambayo kwamba yatampata Muislamu, matatizo yoyote ambayo kwamba tunayajua matatizo. Ulama wakasema hata matatizo ambayo kwamba ni halali kwetu sisi. Kuna baadhi ya matatizo ambayo kwamba ni halali. Wewe mtungi wa gesi umemalizika pale nyumbani, ukauchukua mtungi ule wa gesi kwa sababu ndio mwenyewe ndiwe mzee, ukaubeba ukauweka katika bega lako, ukaenda nao kuujaza, unaumia. Si kitu rahisi, unaumia. Ukuregesha mtungi ule nyumbani, basi kwa neema ya Uislamu, kwa sababu wewe ni Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema ni sababu ya kufutiwa madhambi yako kwa sababu ya neema ya Uislamu. Na nafasi hii na chansi hii haipatikani katika dini nyingine isipokuwa ndani ya Uislamu peke yake. Kiwa uko nje ya Uislamu, neema kama hizi hazipatikani kabisa. Shabeba mtungi wako, kadhalika unashughulikia familia yako, unapata dhiki, lakini zile dhiki kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sababu ya kufutiwa madhambi yako. Hii ndio neema ya Uislamu. Umeendesha gari ni lako,
umenunua mwenyewe na pesa zako, lakini gari lile unashughulikia familia yako, unaenda hapa na pale, dakika mbili umepatwa na jam, unakaa lisali zima katikati ya barabara, unashughulikia watu wako. Ukifika nyumbani umechoka kabisa, kwa sababu ya neema ya Uislamu, na wewe ni Muislamu, basi ni sababu ya kufutiwa madhambi yako, unafutiwa madhambi yako. Tuangalie neema ya Uislamu namna vile ilivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuendelea yusema, wala maradhun, wala Muislamu hawi mgonjwa. Almaradhu yaghfiru dhunuba, Muislamu hawi mgonjwa ila ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Hii ni neema miongoni mwa neema za Uislamu. Kinyume na hapo, tunasema kinyume na hapo, ambaye si Muislamu hapati neema hizi. Hizi neema ziko ndani ya Uislamu, na yule ambaye kwamba ameukubali Uislamu. Wewe ni mgonjwa, uko katika kitanda, lakini kumbe unafutiwa madhambi yako kwa sababu ya neema ya Uislamu. Wewe ni Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yuendelea kutufahamisha neema ya Uislamu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hammin wala hazanin, wala Muislamu hapatikani na huzuni na msiba. Umepatwa na msiba, wasikitika, wasikia uchungu, lakini kwa sababu ni Muislamu wewe, kwa neema ya Uislamu, ule uchungu kadhalika ule msiba kumbe ni sababu ya kufutiwa madhambi yako, unafutiwa madhambi yako. Hizi ni miongoni mwa neema za Uislamu. Hizi ni miongoni mwa neema za Uislamu ambazo kwamba neema hizi hazipatikanwi katika dini yoyote ulimwenguni isipokuwa ndani ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, wala shauqatun yushaquha, wala Muislamu hadungwi na mwiba na kukatwa na chupa barabarani Muislamu, ila uchungu ule ambao kwamba ataupata ni sababu ya kufutiwa madhambi yake, unafutiwa madhambi yako. Hii ndio neema ya Uislamu. Hii ndio neema ya Uislamu. Ndio tunasema Uislamu ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaruzuku Waislamu. Lakini neema kama hizi Waislamu wenyewe hawazioni kabisa, hawazioni kabisa. Neema kama hizi utazipata wakati ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yusema, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa, enyi Waislamu ingieni katika Uislamu kisawasawa, isiwe mguu mmoja ndani mguu mmoja nje. Ndio utapata neema ambazo kwamba Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuatueleza, mpaka uingie katika Uislamu kikweli kweli, mzima mzima. Uingie katika Uislamu mzima mzima, kwa sababu hakuna Uislamu wa 50%. Hakuna. Ikawa mimi ni Muislamu asilimia 50 na asilimia 50 siko katika Uislamu. Hapana, Uislamu ni 100%. Ukiingia ndani ya Uislamu sawa sawa, kama namna vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha, ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa, ndipo hapo tutapata neema ya Uislamu ndani yake. Kila ambalo kwamba unalifanya ni sababu ya kufutiwa madhambi. Ukiumia ni sababu ya kufutiwa madhambi. Wenda mbio na watoto wako angalau wapate riziki halali, unafutiwa, ni sababu ya kufutiwa madhambi yako. Ndio yule mmoja katika salafi salih akasema, rubama, huenda ikawa Waislamu yale madhambi yao ikawa ni sababu ya kuingizwa janna. Ikiwa namna hii ambavyo kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatueleza, huenda yale madhambi yao Waislamu ikawa ni sababu ya kuingia janna. Hukuambiwa ufanye madhambi, hapana.
Huu neema ya Uislamu ilivyo, ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza Uislamu ni neema. Uislamu ni neema. Wiki ambayo kwamba imepita tunataka kufahamishana tu kuwa Uislamu ni neema. Nilikuwa mmekaa katika duka fulani, nilikuwa na mzee wangu maarufan, mzee Famau, wengi tunamjua. Nilikuwa mmekwenda kununua kitu pale, na yeye pia akaja kununua kitu, tukakaa kidogo, ikawa tunazungumza kidogo. Baada ya muda kidogo pakaja mzee mmoja pale akatusalimia, si Muislamu, tunamjua lakini si Muislamu, tunajuana. Akatusalimia vizuri na sisi tukaitikia. Pale dukani kulikuwa kuna watu kidogo, kabidi asimame pale. Kauli ambayo kwamba alitoa huyo mzee, akasema, na waheshimu sana nyinyi watu wawili, sana tena, na nitawaheshimu maisha yangu yote ila antakuma saa. Sasa sisi tukawa tunaangaliana na huyu mzee wangu, anatuheshimu namna gani huyu, lakini kumuuliza twashindwa. Yule mzee akasema, mimi nawaheshimu na nitawaheshimu maisha yangu yote, na huyu ambaye kwamba yazungumza hivi si Muislamu. Tukataka kujua huyu atatuheshimu, anatuheshimu namna hiyo kinamna gani, tumemfanya nini huyu? Akasema, mimi nitawaheshimu kwa sababu moja, mumenlelea watoto wangu. Si Muislamu yeye, lakini uzuri alikubali watoto wake waingie katika Uislamu, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu akaweka baraka na neema kwa wale watoto, wakawa wako na akili ya hali ya juu. Walisoma wale watoto mpaka saa hii, wengine wako form 4, wengine wako form 3, lakini hatuko nao, lakini mwanzo tulikuwa nao. Lakini wale watoto wamesoma kiwango chao na tabia zao ni tofauti kabisa. Yule mzee si Muislamu, lakini ile shukrani anatoa kwa sababu ya watoto wake, namna vile ambavyo kwamba wanamheshimu pamoja na kuwa si Muislamu, lakini heshima ya hali ya juu. Na wakifika nyumbani, wakija kutoka shule, wakifika nyumbani, ni nyumbani na msikitini, msikitini na nyumbani, si msichana si vulana. Na nikikwambia ndio huyo au nikikwambia ndio hawa, hata wewe na mimi tutatamani angalau ni miongoni mwa familia zetu. Yote nini hiyo? Kwa sababu ya neema ya Uislamu. Anaona wale watoto wameepukana na mambo mengi kabisa katika mitaa, anawaona tofauti, na kweli wako na tofauti kubwa kwa sababu ya neema ya Uislamu. Uislamu ni neema. Tazama sisi ile mali ambayo kwamba ametupatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile mali ambayo kwamba tuko nayo. Mali si werevu wetu, mali si ujanja wangu mimi na wewe, ya kuwa uko mjanja sana ndio uko na mali. Hapana, hii ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupatia, na kukupatia kule ni miongoni mwa mitihani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tazama neema ya Uislamu, akakupatia ile mali. Ametupatia mali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile mali tukaitumia namna vile ambavyo kwamba Uislamu unatuamrisha. Tukatoa zaka, tukatoa sadaka, tukawainua wale ambao kwamba wako chini kidogo, ile mali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia, kwa sababu si yetu, ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukafanya mambo hayo, basi ni sababu ya mali ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuingiza janna. Mali si yako, ya Mwenyezi Mungu, lakini ukitumia vizuri, kwa sababu Muislamu, kwa sababu ya neema ya Uislamu, Mwenyezi Mungu anakuweka janna kwa sababu ya mali ile umeitumia vizuri. Hii ndio neema ya Uislamu. Hii ndiyo neema ya Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ni neema, ni watu washike vizuri Uislamu, watu waushike Uislamu vizuri. Tusibahatishe ndani ya Uislamu, tuangalie watoto wetu, tuwalee watoto wetu katika masala ya Uislamu. Hapa ndio mahala ambapo kwamba kuna kufaulu kote. Kinyume na hapo, basi tutakuwa tumepata hasara fi dunia wal akhirah. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla
فيتبعون أحسنه. نستغفر الله لي ولكم، نستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فيا حماة الإسلام, tunasema khutba yetu ya leo ni masala ya neema ya Uislamu. Hakuna kitu kikubwa ambacho kwamba wametunukiwa Waislamu na Mwenyezi Mungu ila ni Uislamu. Uislamu ni neema kubwa. Uislamu ni neema kubwa na ndio mafanikio makubwa katika maisha yetu. Lakini Uislamu hunu hatuupeleki namna vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwataka. Tazama neema ya Uislamu. Wengi wetu hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia tuko na watoto. Watoto hawa tukawalea katika utaratibu wa Uislamu. Kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema katika watoto hao muwe ndani yao mko na watoto wa kike 2 mpaka 3. Ukawalea vizuri mpaka ukawazesha watoto hao katika utaratibu wa Uislamu na wao ni Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwasema dakhaltul janna ana wa huwa kahatain, nitaingia na wazazi wa hao watoto bega kwa bega katika janna. Yani utakuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuachi Mtume wakati ambapo kwamba yuingia janna. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya neema ya Uislamu. Tunasema nafasi hii haipatikani upande mwingine nje, haipatikani ng'ambo ile nyingine, inapatikana ndani ya Uislamu peke yake. Ukawalea watoto wako vizuri utaratibu wa Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameahidi ya kuwa haingii janna mpaka uingie naye wewe pamoja na wale watoto, kwa sababu umewalea katika maadili ya Kiislamu na wewe mwenyewe ni Muislamu na wao ni Waislamu. Hii ndio neema ya Uislamu. Lakini watoto tumewaachia sahini, tumewaachia vibaya sana watoto sahini. Wa hal asbaha linnasi alyawm min hammi siwa almusikhi. Leo hii watoto wetu hawana kitu ambacho kwamba wanakiona mbele yao, hawana kitu ambacho kwamba wanakifikiria mbele yao isipokuwa ni music. Muzeka tumewaachia watoto na manyimbo. Utamwona mtoto kitu mdogo yuko na kiredio, na ukifuatilia ni baba mzazi ndiye amemnunulia au mama amemnunulia kiredio, makelele tu. Watoto tunawanunulia simu, ni sawa, lakini angalau ulimkatisha mtoto kumwambia hii simu, angalau unaangalia masala ya mawaidha, kuna Qur'ani hapa ndani, kuna mafunzo ya dini. Angalau siku moja ulikaa naye ukamuuliza masala kama, au unamwachia tu. Ukiulizwa na mtu mwingine unasema mtoto wangu yuangalia tu mambo ya kuchekesha. Nini kuchekesha? Kitu gani ndani? Hata mimi na wewe ukiangalia ile simu hutaangalia upande huu moja kwa moja, utaangalia upande mwingine. Na ukiangalia upande mwingine huo wajisikia vipi wewe? Unajiona uko katika ulimwengu mwingine. Je, mtoto ambaye kwamba yuko class 5, class 4, hali yake itakuwa namna gani? Na ndio hali ambayo kwamba tumewaachia watoto. Ati ni kuwapenda, tunawapenda watoto, kumbe tunawapoteza watoto. Ingelikuwa wazazi wetu wametulea ya namna hiyo, tungelikuwa namna gani sisi wazee? Ingelikuwa tuko watu kweli kweli? Ingelikuwa tumelelewa na wazazi wetu namna ambavyo kwamba tunawalea watoto wetu sahini, ingelikuwa hali gani? Mbona watoto tumewaachia moja kwa moja, hatuwaelekezi katika njia ambayo kwamba ya haki, njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, njia ya kufahamu dini yao? Tunawaachia muzeka na manyimbo basi, na tuko rafu. Haya ni mas'ul. Watoto ni miongoni mwa sababu yangu mimi na wewe Mwenyezi Mungu kutuingiza janna, na watoto ni sababu mimi na wewe
Mwenyezi Mungu kutoweka katika moto wa Jahannam. Ikiwa sisi hatutawaangalia watoto katika utaratibu wa dini, watoto wetu sahini, utaona mtoto mdogo kabisa class 5 ametobolewa, ameweka kipuli, amevaa chain, kufu amevaa, mtoto mdogo kabisa. Na mzazi bukhairu wa afya, unasikia raha kabisa mtoto wako ukimwona, unasikia raha, cheka, huna wasiwasi wote. Mtoto hajui tarehe yake ya dini, hajui mambo ya dini, tumewaachia watoto rebe moja kwa moja. Kumbe masala haya tunaweka watoto mbali na dini, walbu'd ani din. Haya mambo yanafanya watoto wawe mbali na dini kabisa, wasijue dini yao. Waljahlu bitarikh alislami walmuslimin, na kujingikiwa na kutojielewa hali ya tarehe ya Uislamu ulianzaje, na wala hali ya tarehe ya Waislamu. Ukimuuliza sina Abubakari nani, hakuelezi. Ukimuuliza sina Umar nani, hakuelezi. Mbona baba, mimi huwa nasikia mara kwa mara kuna maimamu wanne, hawa vipi hao, unawajua? Hajijui. Yeye yuko class 4, unamuuliza masala hayo hayajui. Je, akimaliza form 4 kadhalika ni akiwa na shughuli zake, je atajua dini yake kweli? Hakuna kitu, ni zero. Kwa hiyo hayo ni mas'ul. Uislamu ni neema, Uislamu ni neema, lakini Uislamu unatakana ushikwe kisawasawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasema, waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Hakuna njia nyingine, na yoyote ambaye kwamba atagundua, atabuni, atavumbua njia nyingine isiyokuwa njia ya Uislamu, Mwenyezi Mungu hana haja nayo kabisa. Wa fil akhirati min al-khasirin, na akhira bado tunangojwa, tutakwenda ulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema ya Uislamu. Uislamu ni neema, Uislamu ndio kila kitu. Kwa hiyo tufahamuni Uislamu, na jamaa zetu na familia yetu tufahamuni Uislamu, na sisi wenyewe tushikeni Uislamu kisawasawa, kwa sababu Uislamu ndio neema. Uislamu ndio neema, tena ndio neema kubwa kuliko neema zote. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ونتوجه إليك في هذه الساعة فاجعلها ساعة الإجابة أن تنصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه.